Vikosi vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vikosi vya idara maalum za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar vyafanya matembezi ya pamoja kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Na katika michezo, mashabiki wa mpira wa miguu nchini watambiana kuelekea mechi ya fainali ya mashindano ya Kombe la Mapinduzi kati ya Azam FC na Yanga itakayofanyika leo jioni kwenye uwanja wa Gombani, Pemba, Zanzibar. Habari ya asubuhi, mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Kwanza tuombe radhi kwa kuchelewa kuanza kwa habari yetu kutokana na matatizo ya kiufundi. Karibu tuanze na habari za kitaifa. Vikosi vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vikosi vya idara maalum za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa pamoja vimefanya matembezi maalum ya kuadhimisha kutimia miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Matembezi hayo ya pamoja ya kuenzi mapinduzi yaliyofanyika katika viunga mbalimbali vya mji wa Zanzibar yaliongozwa na wakuu wa vikosi hivyo. Tupate taarifa zaidi. Ni matembezi ya maadhimisho ya kuenzi kutimia miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar ya 1964. Akizungumza mkuu wa kamati ya ulinzi na usalama ya Zanzibar na mkuu wa Brigedia Nyuki Zanzibar, Brigedia General Saidi Hamisi Saidi, amesema mbali ya kuenzi mapinduzi pia ni kujenga ukakamavu. Siku ya tarehe 22 kilele cha siku ya mapinduzi. Kwa hiyo vikosi vya ulinzi na usalama tuliona ni vema tukawa pamoja, tukajumuika sisi kama sisi sote, tukafanya jambo ambalo litaashiria kidogo mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanahusiana na mapinduzi. Kwa hiyo tulikuwa na route march, lakini tulikuwa na show off. Na baada hapo tumekaa pamoja hapa tukafanya nyosha viungo kidogo. Lakini kawaida ya maafisa na askari lazima tuwe na wakakamavu. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo ambayo yanatufanya tuwe wakakamavu zaidi. Kamishna wa polisi Zanzibar Kombo Hamis Kombo na makamu mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama Zanzibar amesema matembezi hayo pia yanalenga kuimarisha ushirikiano. Tumeanza mwaka mpya na mambo mapya na tutajitahidi wakati wa kushirikiana pamoja kwa wale wote ambao mapungufu tuliyaona kwa namna moja au nyingine. Tukiongozwa na mwenyekiti tutakaa pamoja kuona hali ya usalama tunazidi kuimarisha hapa Zanzibar. Kusia wananchi wa Zanzibar kwamba uhalifu haulipi. Kwa hivyo wajiweke mbali nao. Mwanajeshi yote anaheshimu viapo. Mwanajeshi yote anaheshimu viapo. Mwanajeshi yote anaheshimu viapo. Na sisi kulingana na viapo vyetu tutaendelea kuyalinda mapinduzi ya Zanzibar kwa nguvu zetu zote, kwa mshikamano wetu wote. Kama mlivyoona leo hii vikosi vyote tumejumuika hapa wa SMZ na SMT kuhakikisha tunasherehekea mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 64 ambao ni mapinduzi halali. Wananchi nao hawakusita kuelezea mafanikio ya mapinduzi katika miradi ya maendeleo. Ukizungumzia miundombinu ipo, ukizungumzia afya majengo yapo, madaktari wapo, ukizungumzia elimu maskuli yamejazana. Mapinduzi basi tunajivunia kwa sababu tayari tunaona neema hizi iko tayari tunazishuhudia. Kwa hiyo sisi tunategemea kwamba tupate mapinduzi haya iko na neema kubwa. Matembezi hayo yalivyojumuisha vikosi 6 vya ulinzi na usalama toka SMT na SMZ yamekwenda sambamba na mazoezi ya pamoja ya viungo. Makasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Wakulima na wafugaji kote nchini wametakiwa kujenga tabia ya kuheshimu taratibu na mipango iliyowekwa kwa ajili ya matumizi bora ya ardhi, kwa kuwa yote hayo yanafanyika kwa mujibu wa sheria. Tupate taarifa zaidi. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa ametoa kauli hiyo katika kijiji cha Kitaraka, tarafa ya Itigi, wilayani Manyoni, mkoani Singida, alipokwenda kutembelea, kukagua na kusikiliza kero za wananchi wanaotumia shamba la Tanganyika Packers kinyume na utaratibu uliowekwa. Kwa kuwa ardhi haiongezeki, na waombeni tujenge tabia ya kuheshimu taratibu na mipango ya matumizi bora ya ardhi. Kama ardhi mmekubaliana kwamba eneo hili ni la makazi, eneo hili ni la kilimo, eneo hili ni la akiba ya masoko, ni mnada, hapa ni mifugo, viongozi jamani, msibadilishe matumizi hayo kinyume na utaratibu. Ndio hilo alilolisema huyu
mwenzangu. Sasa kwa sababu mimi siwezi nikafanya maamuzi hapa hadharani kwa jambo ambalo sijapewa taarifa ya kutosha, nalichukua. Ilikuwa na vijiji ambavyo vilipata nafasi ya kuweka matumizi bora kupitia mpango wa Mkurabita na mpango wa matumizi bora ya mwaka 2007. Kuna vijiji zaidi ya 15 vilipata bahati hiyo. Vijiji hivi viliweka maeneo ya malisho ya mifugo. Maeneo yale tumeendelea kuyatumia vizuri mpaka mwaka 2009. Katika hatua nyingine, Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa akawahakikishia wafugaji wa mifugo nchini kwamba serikali itaendelea kuongeza idadi ya majosho, vyanzo vya maji kwenye majosho pamoja na kutoa ruzuku kwenye dawa za kuogeshea mifugo. Na tusipochanja tutapata matukio mabaya ya vifo na ubora wa mifugo yetu utashuka na uchumi wetu utashuka. Tutaendelea kuongeza majosho, tutaendelea kutafuta vyanzo vya maji kwenye majosho. Juzi hapa imetokea lipuko la ugonjwa wa mifugo. Ng'ombe zinaanguka kama binadamu mwenye kifafa. Na tulijaribu kumuita bwana mifugo anaitwa Zefa. Sasa kwa kuwa kuna wengine wameua ng'ombe bila kujua tatizo ni nini? Mimi kero ambayo nimekutana nayo na ni changamoto imekuwa kubwa sana kwa wananchi wangu. Ni kuhusu kero la maji. Wananywesha, wanaenda sehemu ya mbali sana kutafuta maji. Serikali imetatua changamoto ya usafiri wa kivuko kati ya wilaya ya Kigamboni na Ilala kufuatia kukamilika kwa ukarabati wa kivuko cha MV Kazi uliohusisha kubadilisha injini na mifumo ya umeme. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumzia mafanikio hayo kwenye sekta muhimu ya usafirishaji na uchukuzi, kaimu mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA amesema kuwa ukarabati wa kivuko hicho chenye uwezo wa kubeba abiria 200 kwa safari moja umechukua siku 4 na umegharimu jumla ya shilingi milioni 30. Maboresho hayo pia amesema yatasaidia usalama na ufanisi wa huduma kwa wananchi wanaotegemea kivuko hicho sambamba na kupunguza msongamano, huku akibainisha kuwa majaribio rasmi yatafanyika kwa kivuko hicho na ndipo kitakapoanza kutoa huduma kwa wananchi wa Kivukoni na Kigamboni. TEMESA inawaomba radhi watumiaji wa kivuko hichi kwa usumbufu wote ule ambao umejitokeza, na tunawaahidi kwamba baada ya matengenezo haya kivuko chetu kipo tayari kwa ajili ya kuwahudumia ili waweze kutekeleza majukumu yao. TEMESA inaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa support kwa kipindi chote hiki ambacho tumekuwa tukifanya matengenezo haya. Upande wao, baadhi ya wananchi wanaotumia kivuko hicho wamesema kurejea kwa huduma za MV Kazi ni faraja, kwani hatua hiyo itarahisisha shughuli zao za kila siku ikiwemo kwenda kazini, shuleni na kwenye shughuli zao za kibiashara. Wakati kimesimama kimekuwa ni usumbufu mkubwa kwa sababu sio wote ambao walikuwa na mudu kuvuka kwa hizo za shilingi 500. Kuna mtu ambaye unakuta ameshajiwekea kwamba bajeti yake ni hizo 200, anajua kwamba kila siku lazima avuke. Na ameshajiwekea kwamba ni 200 asubuhi na 200 atakapokuwa anarudi. Kwa hiyo kiliposimama kiliathiri kwa kiasi fulani bajeti za wengine. Kwa upande mwingine kuna kitu kidogo ambacho serikali wametuongeza, wametusaidia, tunafanya. Tunajua hizo ni taratibu za kimiundombinu. Serikali watakaa chini, watatafakari, wataangalia kitu gani cha kufanya, watatusaidia. Vile serikali imeweka mpango wa muda mrefu wa kuboresha huduma ya usafiri wa majini kwa kuendelea na ukarabati wa kivuko cha MV Magogoni ambacho kinatarajiwa kuanza kutoa huduma mwezi Aprili, na kivuko hicho kikikamilika kitakuwa na uwezo wa kubeba abiria 2000 na magari 60 kwa safari moja, hatua inayotajwa kuwa inaonyesha dhamira ya serikali katika kuboresha miundombinu ya usafiri wa majini na kuhakikisha wananchi wanapata huduma salama ya uhakika na endelevu. Ezekiel Mwambopo, Dar es Salaam. Asante Ezekiel kwa taarifa hiyo. Chama cha Mapinduzi wilaya ya Micheweni kimewapongeza viongozi wa jimbo la Konde kwa juhudi zao za kuboresha huduma za kijamii kwa wananchi, hususan baada ya kufanikisha uchimbaji wa kisima cha maji safi na salama katika kijiji cha Mji Mpya Shehia ya Kipange, hatua ambayo inawahakikishia wananchi wa kijiji hicho kupata huduma za msingi karibu na maeneo yao. Taarifa ya Masanja Mabula inafafanua zaidi. Akizungumza wakati wa ziara kukagua mradi huu, katibu wa idara ya siasa na uenezi CCM wilaya Micheweni, Abdallah Hamisi Shame, amesema chama kimeridhishwa na utendaji wa kazi wa viongozi hao wa jimbo la Konde na kuwataka wananchi kukitunza na kukilinda kisima hicho
likiendelea kuwanufaisha wakazi wa kijiji hicho. Na hakika wanaendelea kuiga yale mema ya Dr. Hussein Ali Mwinyi na Mama Samia. Swala la kumsaidia mwananchi kuondoa changamoto ya maji ni sadaka. Swala hili ni jambo ambalo siku zote ni sadaka tulijaria, watapata thawabu, lakini pia chama chetu ni sehemu ya utekelezaji wa ilani. Kwa hiyo chama kinawapongeza sana Mheshimiwa Nasoro, Mheshimiwa Zawadi na madiwani na wawakilishi wengine na wabunge wengine popote walipo, endelee kuiga mifano hii. Kwa upande wao, viongozi wa jimbo la Konde, mbunge na mwakilishi, wamesema wataendelea kutekeleza miradi ya maendeleo na kuwataka wananchi kuwa tayari kuchangia huduma ya maji ili iweze kutumika kwa muda mrefu. Wananchi wa kijiji hichi watapata maji masaa 24 sasa hivi, wakiwa gharama yao kubwa ni umeme tu, lakini katika ile leo sijui ya maji yamekatika, ule kuna mgao, wao watakuwa wameepukana na swala hili na kuweza sasa kuingia katika mfumo wa kuwa huduma hii ya maji tayari kwao si tatizo tena. Miundombinu hii waendelee kuitunza na kuienzi sambamba na uchangiaji wa huduma ya umeme ili sasa waweze kupata hayo maji, kwa sababu bila huduma ya umeme ya maji yatakuwa hawezi kupanda kwenye mashine na kuweza wao wakapata wakatumia. Nao wananchi wa Mji Mpya wamewashukuru viongozi wa jimbo kwa kusikiliza kero zao na kuchukua hatua kwa wakati. Tulikuwa tunatumia maji ya kisimani, ukenda mna majongo, ukenda mna makukwi. Kwa kweli maji ni machafu mpaka leo hii nikwambia. Kwa kweli tunashukuru sana Mheshimiwa Zawadi na Mheshimiwa mbunge Nasoro. Ili tatizo amelipa kifua mbele zaidi kutokana na kijiji cha Mji Mpya. Tunashukuru sana. Sasa tatizo hili huwa linawakumba watu wake wetu wa kijiji cha Mji Mpya. Kwa hivyo inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu huenda tatizo hili likatuondokea. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Wakazi wa kijiji cha Kikondo mkoani Mbeya wanatarajia kuondokana na adha ya kufuata maji umbali mrefu katika chanzo ambacho wamedai kuwa mara kadhaa kimekuwa kikikauka hasa msimu wa kiangazi na kujikuta wakitaabika kupata huduma hiyo. Taarifa ya Epimacus Apolinari inafafanua zaidi. Wameeleza hayo wakati mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Patali Shida Patali akikabidhi mtambo wa kuchimba maji katika kijiji hicho, ambapo wamesema changamoto ya maji imechangia kukwamisha shughuli za kiuchumi na kuwafanya baadhi ya wanandoa kutoaminiana kutokana na kukaa kwa muda mrefu mtoni. Unaweza kumtuma mtoto asubuhi kwamba kachote maji, anaweza kaja jioni. Maji kuna wakati mwingine yanakauka kabisa. Mtoni kwetu yanakuwa hakuna. Shida ya maji hapa Kikondo tulikuwa tunachota mtoni. Kuna sehemu tunaikuita kwa Ntwimile au kwa Sakai. Ukienda kwa Sakai kama saa hizi saa 7 unarudi saa 8 au saa 9. Na kututua ndoo zenye tulikuwa tunaenda tukisubiria maji yalikuwa kidogo sana. Unakinga ndoo masaa mawili unasubiri ijae. Tulikuwa tunaweka ni foleni. Kwa upande wa ndoa sisi na wanawake zetu tulikuwa tunakosana sana kwa sababu maji unaenda kuchota umbali mrefu. Wakati mwingine inakuwa sio rahisi kuamini sana kama kweli mwanamke alikuwa mtoni. Mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Patali Shida Patali amesema lengo la serikali ni kumtoa mama ndoo kichwani na kueleza kuwa ataendelea kutatua changamoto zinazowakabili wananchi hao, huku kaimu meneja wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa Mhandisi Sambwe Sibaje amesema watachimba kisima chenye urefu wa mita 180 na kupima uwezo wa kisima na ubora wa maji. Leo nipo hapa kukabidhi huu mtambo utuchimbie kisima cha maji ili wana Kikondo tupate maji na ile adha ya miaka yote sasa iwe historia. Na zoezi hilo lote litakalofanyika litagharimu shilingi milioni 27 ambalo litaishisha hizo shughuli zote. Kijiji changu kina wakazi 836. Nategemea kwamba hayo maji yakichimbwa yatahudumia hao wakazi. Kutoka katika kijiji hiki cha Kikondo hapa mkoani Mbeya, Epimacus Apolinari, Channel 10. Zaidi ya wananchi 2000 wa wilaya za Handeni, Kilindi na Korogwe mkoani Tanga waliokuwa wakikabiliwa na matatizo mbalimbali ya macho, hali iliyochangia baadhi yao kukumbwa na upofu, wameondokana na matatizo hayo baada ya kupewa matibabu na kufanyiwa upasuaji wa macho. Ernest Mbezi anaarifu zaidi. Ni kambi ya utoaji wa matibabu ya macho kwa wananchi bila malipo iliyoandaliwa na taasisi ya Bilal Muslim Mission of Tanzania kwa kushirikiana na kampuni ya Yas pamoja na taasisi za Better Charitable Trust na African Federation. Na hapa baadhi ya wananchi waliopata matibabu hayo wanasema.
Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kuja hapa na kutengenezewa vizuri sana, na halafu nikaambiwa kwamba jicho halina matatizo zaidi. Macho yangu yalikuwa hayaoni baada ya kupata maumivu ya kiuno, ndio nikawa sioni, yakapungua macho yakawa hayaoni. Papata jana matibabu na nafuu kidogo, sasa ninaona kidogo. Baadhi ya madaktari wanaelezea ukubwa wa tatizo la macho hasa kwa wazee, huku waratibu wa zoezi hilo la utoaji wa matibabu ya macho lilofanyika kwa muda siku 3 wilayani hapa wakitoa tathmini ya awali ya zoezi hilo mpaka sasa. Matatizo makubwa ya macho yako kwa wazee. Kwa hiyo kinachochangia cha kwanza ni umri, na hasa kwa magonjwa ya mtoto wa jicho ambayo ndio yanazuia watu kuona. Kwa hiyo wale wenye umri wa kuanzia miaka 50 na kuendelea wanakuwa kwenye nafasi kubwa zaidi ya kupata matatizo ya kuona. Huduma ya kuwapa miwani, dawa na kuwapa elimu ni mpaka leo tukimaliza tunaweza tukawa 2000 au na ziada. Na wale ambao tutawafanyia upasuaji inaweza ikafika 100 na kitu. Maneno yangu ni maneno ya kushukuru taasisi hizi zote, ama kwa hakika wanahandeni tumepata tabasamu kubwa. Lakini pia ni wananchi wa mkoa wa Tanga, kwa sababu wengine kutoka wilaya ya Kilindi na Korogwe mpo hapa. Tumepata tabasamu kubwa kupitia taasisi hizi ambazo zimeamua kuiunga mkono serikali. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Wakati wa Tanzania wakisubiri kwa hamu mchezo wa fainali wa mashindano ya NMB Mapinduzi Cup ukiwakutanisha vigogo Azam FC na Yanga wakitarajiwa kuchuana vikali kuelekea mchezo huo, mashabiki na wadau wa soka jijini Dar es Salaam wameeleza matarajio yao, huku wengi wakikiri ugumu wa mtanange huo. Mechi hiyo ya kukata na shoka inatarajiwa kupigwa leo kwenye uwanja wa Gombani kisiwani Pemba. Hebu tuwasikilize walipozungumza na Channel 10 Michezo. Kati ya Azam timu yangu pendwa na Yanga, mechi tunategemea itakuwa ni ngumu kwa sababu wote wako vizuri, wote wamejiandaa vizuri. Tumeona Azam wameweza kuitoa Simba wakiwa wako vizuri kabisa. Kwa maana hiyo mimi natarajia finali itakuwa yenye ushindani. Mechi ambayo ni ngumu, yoyote anataka bahatika akapata ubingwa, akachukua ubingwa wa Mapinduzi. Lakini atakayejipanga, kwa sababu kuna wachezaji baadhi wa Yanga walikuwepo timu ya taifa. Lakini Yanga nampa asilimia kubwa. Kama finali ile ya mwaka jana ilikuwa hivyo hivyo ngumu. Ilikuwa ni mechi ni ngumu, lakini Azam akaja kutolewa kwa matuta. Ni kiasilimia 99 kasoro moja kombe lazima lirudie Jangwani. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni watu wa vikombe. Yaani likiwepo pale uwanjani huwa tunakuwa tuna shauku sana. Wao wenyewe wana uhakika kana kwamba wanapokuja wanajua Yanga ni nani. Wale tu tunachukulia ni underdog. Kwa mwaka huu ni mashindano kusema kweli kwamba yalikuwa ni mazuri. Timu zote zilikuwa ni nzuri. Ila ni hadithi kwa mfano kama timu yangu na ni mshabiki wa Simba. Kwa nilijua kama sisi tunaenda tu kushiriki, sio kama kwenda kuchukua kombe. Azam na kocha wao naona kidogo ana morali na kikosi. Alafu wako vizuri. Nafikiri Azam yuko vizuri. Ni game ambayo itakuwa na upinzani mkubwa, ni game ngumu. Na Azam pia anataka kutetea taji lake la ubingwa tena mbele ya mashindano ya Mapinduzi. Ila atapata challenge kubwa sana kwa sababu ukiangalia Azam, ukiangalia Yanga yenyewe jinsi ilivyo katika performance yao ya kimazoezi, timu zote zimeenda ziko kamili. Naam, tumetimisha taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi.